unyakuo wa kanisa la Kristo. Andika kichwa cha ujumbe, unyakuo wa kanisa la Kristo. Hebu sema pamoja nami. Usinong'one, sema kwa ujasiri. Yes, sema tena, unyakuo wa kanisa la Kristo. Kwa mara ya kwanza, kwa mara ya pili, kwa mara ya tatu. Ninakuambia ni mara nyingi katika kanuni za kiwalimu, tukimwambia kitu mara nyingi ndio kinakaa kwenye fahamu wake. Amen. Amina. Naamini hata ukilala utaota habari ya unyakuo. Jina la Bwana libarikiwe. Maandiko ya somo tutakayosimamia ni kutoka kwenye kitabu kile cha Mathayo sura ya 25. Tutataka tu mstari wa ufunguo, mstari ule wa 13, lakini pia Luka 13:24. Tutasoma hiyo mstari ya ufunguo. Muktadha wangu ni kwenye sura hiyo ya 25 mstari kuanzia ule wa kwanza mpaka ule wa 13, lakini nataka tu uchukue mstari wa tahadhari ambao Bwana aliusema. Mstari wa 13, nataka tuusome wote, kwa nitumie Biblia ya tafsiri ambayo wengi mnayo, ili tuwe tunasoma wote kitabu kile cha Mathayo sura ya 25 na ule mstari wa 13. Nitatangulia kusoma kisha unasema. Andiko linasema, basi kesheni. Nifuatishe mimi. Basi kesheni, kwa sababu hamjui siku wala saa. Basi kesheni, kwa sababu hamjui siku wala saa. Baba mwenye haki, asante kwa neema yako na neno lako. Mungu wangu, uliotupa kujifunza mambo ya kutisha ya ufunuo ya unyakuo, Bwana, katika mafunuo ya ajabu. Mungu mkuu, naomba neema yako utuwezeshe kuyaelewa na kuyashika maneno yako, maana katika kitabu cha Ufunuo umesema, heri asomaye na kufahamu na kushika maneno ya unabii yaliyoandikwa katika kitabu chako cha Ufunuo. Mungu Mwokozi, utupe kuelewana na neno lako, utusaidie hata mmoja asikose, Bwana, kuingia katika utukufu wa ufalme uliotuwekea tayari, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kila mwenye imani aseme amina. Ukisoma pale juu utaona Bwana Yesu alikuwa anaelezea kwa habari za wanawali waliokuwepo, akaelezea kwa habari ya wale wenye hekima na kwa habari za wale walio wapumbavu, na mwisho akasema, basi kesheni, kwa kuwa hamjui siku wala saa. Kitendawili walichokuwa wanapitia hawa ndugu, walikuwa hawajui ni saa ngapi bwana harusi atakuja. Ukifuatilia wote utawakuta walikuwa wamebeba taa wote, na wote walikuwa wanasubiri, lakini sio wote walioingia kwenye harusi. Sijui kuna mtu ananielewa hapa? Yaani kama hapa kanisani wote walikuwa kanisani, lakini sio wote walionyakuliwa na Bwana Yesu. Kuna mtu anataka kuelewa? Bwana Yesu atusaidie. Watakatifu, kitu ambacho dunia haijui, lakini siri hizi ninyi kanisa mmefundishwa, kuna unyakuo utatokea ambao hatujui siku wala saa. Ndio manake Bwana anasema kesheni. Huku kukesha anakokusema Bwana Yesu ni tuwe makini, tuwe macho, tuishi kwa hofu. Sema amen. Sema amen. Kile kitabu
cha Waebrania kinasema, basi tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu ambao hakuna mtu atakayemwona Mungu asipokuwa nao. Kitu ambacho Bwana Yesu alikuwa anatufundisha hapa ni kuendelea kutafuta huo utakatifu ambao hakuna mtu atakayemwona Mungu asipokuwa nao, ni kuendelea kuishi maisha matakatifu, ni kuendelea kuishi maisha ya kumpendeza Bwana. Tunaona wote walisubiri na wote walikuwa na taa, ila wapo waliokuwa na kitu cha ziada, waliokuwa na taa zao. Sasa kama mlikuwa mnategemea usiku utakuja, kwa nini mnabeba taa bila mafuta? Walikuwa wanategemea kwamba hizo taa wataweka maji ziwake, au walikuwa wanategemea utambi utawaka peke yake? Walio na hekima walitambua, wakabeba na mafuta. Alipomsubiri bwana harusi akachelewa, wote wakasinzia, lakini bado walikuwa katika kungoja. Walipoambiwa bwana harusi amekuja, wale waliotia taa zao mafuta wakawasha taa zao, wakakimbia kwenda kumlaki bwana harusi. Jamani, Bwana atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Nataka nikwambie ya kwamba nyakati za Nuhu, wakati anajenga safina, alikuwa akiwahubiria watu habari za maneno ya Mungu, habari za toba. Niseme wakati gani mwingine, hata wakati ule wa Lutu, wakati wa Sodoma na Gomora, walikuwepo watu wengi, lakini waliosikia sauti ya kuitwa alikuwa ni Lutu pamoja na mabinti zake tu wawili. Wakati wa Nuhu alikuwa ni Nuhu pamoja na watu wengine 7, mkewe na wanae 3 na wake zao. Ndio walisikia hiyo na wakapona tu. Nataka nikwambie ya kwamba hata usipochagua kwenda mbinguni, Mungu hana hasara. Nataka nikwambie, unanielewa vizuri? Ukisoma kitabu cha Ufunuo wa Yohana, anasema aliwaona watu maelfu kwa makumi, elfu kwa maelfu. Alitaja kiwango ambacho si cha kawaida cha watu ambao wamepata neema ya kwenda kumlaki Bwana. Ni kitu gani nataka niseme na wewe mchana wa leo? Mwanangu, Bwana amenituma niwaambie ya kwamba mkeshe, kwa sababu hamjui siku wala saa atakayokuja Bwana Yesu kulichukua kanisa lake. Watakao kwenda na Yesu ni watu wale ambao wametengeneza maisha yao, wale watu ambao wamekubali kubadilika, wale watu ambao wameikana dunia, wale watu ambao wamejikana pekee. Hao ndio watakao kwenda na Yesu. Wale watu wanaochanganya Mungu na dunia, ninakuambia pole rafiki, maana kama Bwana akija sasa, hautaenda wewe, watakwenda wale tu ambao wamechagua Yesu, wameshikamana na Yesu, wanafuata Yesu. Bwana atusaidie, kanisa la Bwana. Bwana Yesu atusaidie. Bwana anasema wakati ule wa Nuhu na wakati ule wa Sodoma na Gomora, unajua huyo ndugu Lutu alikwenda kuambia wakwe zake, wapo vijana walikuwa wamewachungia mabinti zake, akaenda kuambia Mungu ataleta moto na ataangamiza. Unajua mji wa Sodoma na Gomora ulikuwa ndio mji maarufu mkubwa kwa nyakati zile. Labda niseme miji gani? Labda miji kama ya Dubai, miji kama ya New York City. Alafu uambie watu wa New York City kwamba Mungu atapachafua papote kwa moto, patateketea. Kuna moto utashuka kutoka mbinguni, watu watakuona wewe una wazimu. Jua limeshawahi kuwanga sana, lakini moto haujawahi kushuka. Wewe unaleta habari za ajabu. Biblia inasema ya kwamba Lutu alionekana kama anacheza mbele ya macho yao, wakati alipokuwa anawaambia tuondoke, tuache yote, tukimbie, tujisalimishe. Lakini waliomtii na kumsikiliza Lutu ndio waliopona, na binti zake wawili tu. Na kama ninavyosema neno, wako wengine wanaona mchungaji, Bwana leo umekuja na vitu vya kujutisha. Hapana, Bwana amenituma nikaliambie kanisa litengeneze na kunyoosha njia zake, maana wakati wasiojua Bwana harusi anakuja kulichukua kanisa lake. Yesu anakuja kuwachukua watakatifu wake. Anasema wengine watakuwa wamelala mke na mume, mmoja atatwabiwa na mmoja ataachwa. Wengine watakuwa wapo masokoni, mmoja atachukuliwa na mwingine ataachwa. Wengine watakuwa mashambani, huyu
watachukuliwa na yule ataachwa. Wengine watakuwa wamekaa kanisani, wengine watakuwa wako kwenye madisko, wengine watakuwa na mtafuta Bwana, wengine watakuwa na tuanga dhambi. Wale waliomchagua Bwana, hao ndio watakaoingia katika ufalme wa Bwana. Bwana atusaidie kanisa. Bwana Yesu atusaidie. Nisikilize nikwambie. Siku moja niliwahi kuwashuhudia ndugu, sijui kama alielewa. Siku moja nilitilafiana na mke wangu tulipokuwa nyumbani kwetu, na Roho Mtakatifu akanionyesha mimi ndo mwenye shida. Nikagundua nimemkwaza mtoto wa watu. Nilichokifanya, nilimfuata Yesu, nikamwambia, Bwana, nimechemsha, nimekosea mimi, na kuomba unisaidie nitakapomfuata yule binti kumweleza anielewe kiurahisi. Unajua mtu aliyekwazika kwenda kumwambia sana mtoto wa kike, machozi yako hapa yamejaa, unaelewa? Nikamwambia, Bwana Yesu nisaidie nikienda kumwambia anielewe. Nilipomuomba Bwana Yesu na nikaenda naye, ikawa ni rahisi kumweleza yule binti. Nataka nikwambie, tulikuwa tunamkesha wa kupatana ni siku mpaka saa 8 saa 9 ninapatana na mtoto watu kumbembeleza anisamehe yaishi. Unajua kwa nini? Kwa sababu huwa nikilala nasema itakuwaje kama Yesu atakuja kabla sijapatana na huyu mama. Ina maana ile andiko litatimia, walikuwa wamelala wawili, mmoja anachukuliwa na mmoja anaachwa. Nikasema hapana, mimi sitaki kubaki. Kama Yesu atakuja akute tumepatana, na kama ni kuondoka tuondoke wote. Jamani, Bwana atusaidie. Ninakusaidia ukigundua umehitilafu na mtu, huyo ni huku kanisani au ni mume wako au ni mke wako, ndugu yangu, kuwa mpole, patana naye, sema naye. Wakati mwingine mtu anaweza akakukosea na wala asije kuomba msamaha. Wewe kuombea msamaha kwa Bwana, tafuta njia ya kutengeneza naye kwa ajili ya kumsaidia, maana wanaofanya hivyo Biblia inasema hao ndio wana wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Nataka kwa ufupi tu, alafu tukaombe. Nataka tukaangalie watu wenye sifa, watakaopata sifa ama watakao wenye sifa za kunyakuliwa Bwana atakapokuja. Nataka nikwambie ni kitu gani kitakachosababisha unyakuliwe? Ni Roho Mtakatifu. Kama hauna Roho Mtakatifu hautanyakuliwa. Ndio ukimsikia ile pepo anasema tu ni shetani, kawafundisha wale ndugu wanasema kunena kwa lugha ni mapepo. Yaani ukikutana na hao, kemea kabisa kama unakemea shetani. Jina la Bwana libarikiwe. Sifa ya kwanza ya wewe kunyakuliwa ni lazima uwe na Roho Mtakatifu, na ili uwe na Roho Mtakatifu ni lazima uwe umeokoka. Mtu ambaye hajaokoka hatanyakuliwa. Muda tu hautoshi. Ukienda kusoma kitabu cha Ufunuo ile sura ya 6, wakati Bwana Yesu anafungua ile mihuri 7, unajua Yohana alinyakuliwa mpaka juu mbinguni. Alipokuwa kule juu mbinguni, akaona mfano wa mwanadamu wake yeye aliyoketi kwenye kiti cha enzi, na alikuwa ni Mungu ameshika kitabu. Alafu malaika mmoja akatangaza, ni nani astahiliye kukifungua kile kitabu na kuzivunja mihuri zake 7? Yohana anasema alipoangalia hakuona mtu mbinguni wala duniani aliyethubutu hata kukitazama hicho kitabu. Biblia inasema Yohana akalia kwa sababu hakuonekana mtu wa kukifungua kile kitabu ambacho kimebeba hatima ya historia ya wanadamu. Biblia inasema Yohana akalia. Ndipo mmoja kati ya wale wazee 24 akamwambia, usilie, yupo simba wa kabila la Yuda, yeye ameshinda. Yeye alikuwa mwanakondoo akachinjwa, akamnunulia Mungu watu wa kila kabila, lugha na jamaa. Amestahili kukitoa hicho kitabu na kuzifungua mihuri zake 7. Jina la Bwana libarikiwe. Ninakwenda mbele, narudi nyuma kidogo tu kuonyesha baada ya unyakuo kitakachofuata. Biblia inasema Yesu akakitoa kile kitabu, akavunja
muhuri wa kwanza. Anasema alipovunja muhuri wa kwanza, mmoja kati ya wale wenye uhai wanne akasema njoo. Aliposema njoo, alitokea mmoja aliyepanda farasi mweupe, ameshika uta. Uta ni upinde, lakini alikuwa hana mshale, naye akapewa kushinda na ashinde. Watu wengi wanafananisha huyu kwa sababu amepanda farasi mweupe. Mara zote Yesu anaonekana amepanda farasi mweupe, anasema huyu labda ni Yesu. Hakuwa Yesu, alikuwa ni mpinga Kristo ambaye atakuja kwa mfano wa kama Yesu. Bwana atusaidie. Atakuja, ataushawishi ulimwengu wote, utamsikiliza na kumkubali, na ataunganisha serikali zote, zitakuwa kitu kimoja. Ukifuatilia Biblia, wakati Yesu anavunja muhuri ule wa pili, utaona anatokea farasi mweusi, na aliyepanda sijui ana jina gani, akapewa mamlaka pale. Watu watauana, atapewa watu wauane, sitakuwa na magonjwa, kutatokea mambo ya kutisha. Ukiendelea kufuatilia hiyo juhudi, watu watakaoachwa kwenye unyakuo watakutana na majanga ambayo hawajawahi hata kuyaona kwenye Mungu, hawajawahi hata kuyaota wala kuyafikiri. Nisikilize, yuna heri mtu yule ambaye anasalimisha maisha yake kwa Yesu na kufanya kama anavyotaka Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Nasema jina la Bwana libarikiwe. Ukisoma kitabu cha Danieli, inasema nyakati za mwisho maarifa yataongezeka. Na mimi nimekuwa nafuatilia vitu vingi, nimekuwa nikifuatilia sana akili unde ambayo unahitaji akili mnemba, unahitaji ukina AI. Sawa, nimekuwa nikiwafuatilia vizuri. Hawa wananidhihirishia kwamba mwisho umefika, kwamba mwisho uko karibu. Maana maandiko yanasema nyakati za mwisho maarifa yataongezeka. Na mimi nataka nikwambie, kitakuja tena kitu kingine cha kutisha kuliko AI, mpaka ulimwengu utashangaa. Lakini kwako wewe ambaye ninakutangazia leo, ukiona hayo yawe ni alama kwako kukuonyesha mwisho umekaribia. Na hatujui Yesu anakuja. Wenda navyohubiri, kabla sijamaliza watu wakaenda kuliwa, au leo siku isiishi. Wakati huo mwanadamu na mipango yako mingi, nitafanya hiki kesho, nitafanya hiki kile kesho. Lakini mimi ninakushauri kama asemavyo Bwana, kesheni kwa kuwa hamjui siku wala saa. Bwana tusaidie. Jambo la kwanza ama sifa ya kwanza ya kufanya unyakuliwe, watakaonyakuliwa ni walio na maisha yaliyo ndani ya Kristo. Ukisoma kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17, inasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ukisoma Wakorintho wa kwanza mstari ule sura ya 1 na mstari wa 27, inasema Kristo ndani yenu tumaini la utukufu. Ni lazima mtu huyu awe ametunza ushirika wake na Yesu, mahusiano yake na Yesu. Mungu akikutazama anaiona chapa, anaiona sura ya Kristo ndani yako, anamuona Yesu ndani yako. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Kuna mtu anajaribu kunielewa. Tusipoangalia kama Yesu akija sasa, wenda wakaenda wachache au wakaenda nusu, kwa sababu nashuhudia kuna watu hata hawataki kusamehe kwa sababu walikwazwa sana, basi wao wanashikilia, hawataki kumwachilia hilo. Nashuhudia kuna watu hawataki kubadilika. Hata ukiwahubiria habari za kuacha dhambi, wako tayari kuhama kanisa, ila sio kuacha hiyo tabia. Bwana atusaidie. Bwana atusaidie. Usisinzie, hii dawa inaponya maisha yako milele. Sema amina. Sema amina. Sema amina.
tumekuwa tuna jamii ya Wakristo ambao Jumapili wako kanisani, Jumatatu wako duniani na shetani. Tumekuwa na watu ambao ukiwaonya kuhusu dhambi wanakukasirikia, lakini maandiko yanasema baba anamrudi yule anayempenda. Ukiona mzazi anakuchapa ni kwa sababu anakupenda, anakuonesha hiyo tabia isiyofaa ili uwe na tabia njema, ukapate kuwa mtoto safi atakayekuwa mrithi wa baba yake. Bwana atusaidie, Bwana atusaidie. Biblia inasema msimzimishe huyo Roho, msimfanyie jeuri huyo Roho Mtakatifu. Hakuna mwamini anayetenda dhambi halafu Roho Mtakatifu asitumie dhamira yake kumshuhudia kwamba hiki kitu ni dhambi, hiki ni dhambi. Amen, amen. Hapo Roho Mtakatifu anakushuhudia, na mimi nataka nikwambie, sio kila kitu mpaka uambiwe kwenye Biblia. Kuna vitu tu hata havijaandikwa. Biblia inasema na mambo mengine yanayofanana na hayo, kwa sababu ukisoma kwenye Biblia hakuna kutafuna bomba kumeandikwa, hakuna sigara wala bangi wala kamari zimeandikwa, lakini Biblia inasema na mambo mengine yanayofanana na hayo mjiepushe nayo. Hakuna mtu mwenye Roho Mtakatifu anayetenda dhambi na Roho Mtakatifu asimwonyeshe mwanangu, hii haijakaa sawasawa, tena kwa upole kabisa. Aliyewa Yesu hata akikosea anahakikisha ametengeneza, lakini yule ambaye Yesu mguu ndani Yesu mguu nje, akikosea anasema nitatubu kesho. Nataka nikwambie, wewe unayesema utatibu kesho, wewe unayesema utatengeneza kesho, wewe unayesema utapatana kesho, wewe unayesema kesho ndio siku ya kutubu, kesho sio mali yako, kesho ni mali ya Bwana. Tazama, andiko linasema wakati wa wokovu ni sasa, wakati ufaao ni sasa, wakati wa kukaa kwenye mstari ni sasa, wakati wa kuiacha dunia iende zake ni sasa, wakati wa kushikamana na Bwana ni sasa. Wanasema kesho sio mali yako. Amen, amen. Kesho sio mali yako. Bwana amenituma niwaambie, anataka utakatifu, anataka bibi harusi aliyovikwa vizuri na mavazi mazuri, ni matendo ya haki ya watakatifu. Daudi akasema, nimekukimbilia wewe Bwana ili nisiaibike milele, kwa kuwa Bwana ndiye anayekuwezesha kuwa na matendo ya haki yaliyo masafi, na matendo hayo ni mavazi mbele za Bwana. Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe. Nasema jina la Bwana libarikiwe. Ni wakati wa kila mmoja kuyatafakari maisha yake. Hivi njia anayopita, Mungu yuko pamoja na mimi? Hivi huku napokwenda, Mungu yuko pamoja na mimi? Usiwe mlokole fulani mwenye mazoea, wala ajali chochote anachojisikia kufanya anafanya, kwa kuwa nadhani yuko huru. Nataka nikuambie ya kwamba hauko huru kufanya chochote, ila inatakiwa ufanye yanayokupasa katika jina la Yesu aliye hai. Ukijikuta wewe mlokole unaishi kama unavyotaka, mbingu utaikosa. Inatakiwa uishi kama inavyokupasa. Jina la Bwana libarikiwe. Nasema jina la Bwana libarikiwe. Bwana akusaidie. Lazima uwe mwenyewe. Unapotezaje muda ukaa kanisani na kufunga, alafu unataka kusamehe, alafu unakuja kiburi, unakuja jeuri, unashangaa kwa hapo. Tuna la Roho Mtakatifu liko wapi? Upole kiasi, kuvumilia, upendo liko wapi? Tabia njema, utu wema,
fadhili iko wapi? Hizo tabia, hayo matunda ya Roho Mtakatifu yako wapi? Maana tunaposema tunda la Roho Mtakatifu tunamaanisha karakta, tunamaanisha tabia. Mtu aliyeokoka aliyejaa Roho lazima tuone hiyo tabia. Hata unapotafuta mchumba, kijana wako iwe ni mdada, kama una mkaka tayari, akija mkaka mwingine usidapo wa kaka. Sema amina. Sema amina. Usicheze na hisia za watu. Sema amen. Sema amen. Usidapo wa kaka, alafu kesho mtu anakuweka pete hapa, mkaka mwingine anazimia kule. Hii ni kabisa. Kijana wa kiume, usichanganye mabinti. Tafuta binti mmoja na uhakikishe Bwana amesema na wewe, ndio kamwambia I love you. Sio tu kiona kila mdada I love you. Sema amina. Usicheze na hisia za watu. Sema amina. Sio kila mkaka tu unamwambia I love you tu. Sisi wakaka tu tunataka kusema I love you. Alafu I love you tu inatoka kwa dada, si ndio? Sema amen. Sema amen. Sema amen. Nasema na wewe kijana upone. Mimi nikipata taarifa yako una wadada wanne, utajua ni yupi. Upaki wanawake kama 5 4, alafu kati yao katokea mmoja. Una Yesu. Unacheza na hisia za watu. Kama kuna wadada 2 3 hapa, wote unawaambia I love you, 4 5, alafu kati yao unachomoka na mmoja unatangazia uchumba hapa. Si watazimia na kuama kabisa. Unanielewa? Unanielewa kijana? Kutafuta kwa mchumba, tafuta kabisa kwa utakatifu. Uwe muungwana kama Bikira Maria. Uwe muungwana kama Yusufu. Yusufu anataka kunarua moyo wa huyu mama, akaona hii nyumba sijaijua. Sasa na mimi sitaki nikawatangazia watu, akaona hapa na Sefa kiungwana mdogo, Mungu akamrudisha mdogo. Jina la Bwana libarikiwe. Unanielewa? Unanielewa? Na mimi nasema na wewe kijana wangu, binti yangu, hata kama kuna jamaa na dada nikukwaza, achana naye, aende zake. Sema amen. Achana naye, mwambie Bwana wewe unao wengi, mtu asikuchanganye. Sema amina. Sio nashikilia mtu kama Yesu ameishiwa watu. Sema amen. Yesu hajaishiwa. Sema amina. Sema amina. Akitaka kuenda mwambie pita kwa huku. Sema amen. Mwambie Yesu haja. Kinatokea ni jamaa shenzi kabisa, linakwambia tununulii mbuzi kwenye nini hata? Wanasemaje? Kwenye gunia. Shenzi kabisa. Huyo hajaokoka, mshenzi muuni mkubwa. Au nunui mbuzi kwenye gunia, kwa unataka tufanyeje? Kwani wewe Yesu wewe ulimuona kwa macho, ulimuona wewe Yesu, unasema ulimuona wapi? Mniambie. Anafuti ngapi? Huyo Yesu. Ulimuona wapi? Anafuti ngapi? Si ni kwa imani? Sasa hiyo imani mbona uilete kwa binti zangu? Sijawasikia wadada wana hii kesi ya kununulia mbuzi kwenye gunia, ni wakaka. Ninawaonya katika jina la Yesu aliye hai. Huo sio utakatifu. Sema amina. Huo ni uhuni. Sema amina kwa Bwana. Ila walio na imani, kama Bwana kakupa mke yuko safi tu katika jina la Yesu aliye hai. Sema amina. Sema amina. Kwanza si tuliokoka ni mabikira tu, hata ustaki. Sema amen. Sema amen. Acha ule ubikira wa kibinadamu. Nasema hivi, tukiokoka tunakuwa mabikira safi. Paulo anasema ili nimletee Kristo bikira safi, asiyechanganya Mungu na dunia. Yaani kama uliokoka afu unachanganya Mungu na dunia, wewe sio bikira wewe. Ushatoka na wanaume wengine. Halo. Mtu aliokoka akashika Bwana, huyo ni bikira gani? Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe.
Mungu anataka kanisa lilo safi. Kama unatafuta mchumba, tafuta kitakatifu. Sema amina katika jina la Yesu aliye hai. Vijana tunaelewana? Tunaelewana vijana? Nataka nikupe pointi ya pili. Wenda niseme pointi nyingi tukaombe. Natamani Bwana atutengeneze. Tukitoka hapa tuwe safi, si ndio? Kama Bwana atakuja wote tuondoke, si ndio? Sema amina. Sema amina. Watu watakaostahili kuingia katika ufalme wa Bwana wakati wa unyakuo ni watu wanaoishi katika mahusiano mazuri na Mungu. Sio watu wamekaa hapo wameshika dini. Sisi dini, kama dini yako ni ya Kikristo haikusaidii. Anayekusaidia ni Yesu. Kwa kuwa katika mfumo wa dunia watakuuliza wewe dini gani, lazima useme Mkristo. Na Waislamu wanasema wale Wakristo hawana dini. Sasa waulize dini ni nini? Mmoja utaambia mtu ana kichwa, unaona amevaa kofia, unasemaje hana kichwa? Naona kabisa katia kapero tap na anakutazama. Unasemaje hana kichwa? Eti kwa sababu kichwa hakijaandikwa ni kichwa. Wewe si ukiona unajua ni kichwa. Wewe ukiona tuna hii kichwa hiki. Ili ni kusanyiko la nini sasa? Kama sio la kidini. Bwana Yesu atusaidie. Tunaelewana? Ni watu wenye uhusiano na Mungu. Ukisoma kitabu kile cha Yohana Mtakatifu, Injili kama ilivyoandikwa na Yohana sura ya 10 mstari wa 14 inasema, na wajua kondoo wao. Unaelewa? Yesu anawajua ni kina nani wanaoshirika na yeye, ni kina nani wameshikamana na yeye, ni kina nani wako tayari kutembea na Yesu, wako tayari kupita popote na Yesu, ni kina nani waliojikana, ni kina nani walioamua kuacha dhambi. Bwana tusaidie. Sasa nyie mnaingia kwenye uchumba, niwasaidie kitu. Muwe makini na hii simu hii hapa hii. Hii simu hii unaweza ukampigia video call mtu yoyote kupitia WhatsApp, sawa Sawa Mnanikasirikia? Mimi ndo mchungaji wenu sasa na niko zamu leo. Na hizi nondo nimezitoa kwa Mungu. Huo unazitaka uzitaki haziendi bure. Bwana nasema neno langu kwa kinywa changu halitarudi, lazima nikate pembe za mtu hapa. Sema amen. Na washauri tu wapenzi mnaokuja kwenye ndoa, taratibu kuweni waangalifu na kitu kinaitwa nini? Video call mnaita Sijui mnasemaje kwa Kichaga, ila najua mnasema kwa Kiswahili video nini? Kuweni maki, kwa sababu masuala ya mahusiano yanahusisha msisimko wa nini? Hata mkijifanya msemi ndio ukweli huo, sawa? Kuwa maki. Unampigia binti yako, mchumba wako video call, kajifunika kanga moja, unasemaje? Nampigia yuko kwenye neti, unasemaje hapo? Unafikiri wadada wanahala na chat na jinsi wanahala na chat na jinsi au wanahalaga na majuba? Halo? Mungu awaponye vijana kwenye hilo eneo. Iko hatari. Utaanza tu kusema mbona hamna shida, si wa kwangu tu. Wa kwako tumekukabidhi bwana, mpaka tukukabidhi hapa. Wa kwako vipi? Mpaka tukukabidhi ndo anakuwa na tutangaze. Bwana tangu leo huyu na huyu ni mume na wa kwako, na katika kutangazia. Sasa kama ni wa kwako muache, afu ulete kesi hapa. Useme bwana nimeacha mke wangu, tukwambie tupe cheti cha ndoa kiko wapi? Wa kwako mpaka wewe na cheti cha nini? Sawa vijana. Una cheti cha ndoa, huyo si wa kwako. Sete matatizo. Bwana atusaidie. Kuna vitu fulani ni vidogo lakini vinatutoa. Unajua dhambi ikija ikuonyeshi kama ni dhambi, inakuonyesha utamu tu, uzuri fulani hivi. Mwisho wa siku unakuta imeshakutoa kwenye fence, uko mbali na Bwana.
Bwana atusaidie. Bwana atusaidie. Watakatifu, Bwana atusaidie. Kwa maana Bwana anasema anawajua walio wake, waliojikana, wanaotembea kwa imani, wanaomfuata Bwana. Na mchungaji wangu alikuwa ananiambia hata usiposema amina, yeye ameshasema. Sasa mimi nasema kama yeye, hata usiposema amina, lakini Yesu atabaki kuwa mwaminifu, na akija watakatifu wataondoka naye, waliokubali kubadilika. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Natamani niseme mambo mengi, lakini kwa sababu ya muda niseme mambo tu machache. Lakini pointi nyingine unaweza ukaipata kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 4. 5:4, waraka wa kwanza wa Yohana. Walioshinda ulimwengu watakaoweza kwenda kule ni walioshinda ulimwengu. Tunaposema walioshinda ulimwengu ama kuishinda dunia, walioishinda mifumo ya kidhambi ya dunia, mifumo inayoakisi dhambi, walioshinda ndio watakaoingia katika ufalme wa Bwana. Bwana Yesu atusaidie. Kwa uchache tu nisemee wachache. Kitabu kile cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa kwanza, ambao hawataingia. Bwana anasema hivi, una jina la kuwa hai nawe umekufa. Hili ni kundi hatari. Wana Biblia, wana huduma, wana cheo, wanahubiri, lakini angalia, Bwana anasema una jina la kuwa hai lakini umekufa. Una jina la kuonekana uko salama, lakini ndani yako umekufa. Lakini Mungu anawaita watu wa aina hiyo waje kwake wapate uzima katika jina la Yesu aliye hai. Mungu anasema na watu wa design hiyo, turudi kwa Bwana tukatengeneze mambo yaliyoharibika, maana Bwana yuko karibu kurudi. Paulo anasema wana mfano wa utaua, lakini sio wataua. Bwana Yesu atusaidie. Pastor Daily alitufundisha asubuhi kwa habari ya kuwa mwaminifu, na Bwana anakazia kusema uwe mwaminifu hata kufa. Kuna vitu vya kuvichukulia kawaida. Pointi nyingine nikupe. Kuna kumzoelea Mungu, kumzoea Mungu, kuzoea ibada, kuzoea wokovu. Yeye inafika wakati unamchukulia Mungu tu kawaida, ize namna hii, wakati wenzako wanatetemeka kule mbinguni na kuogopa namna anatisha. Hakuna kosa baya kama kabisa unaingia kwenye dhambi, unaona hii ni dhambi na unasema asi nitatubu tu, hakuna shida. Hilo ni kosa baya zaidi. Wewe utafananishwa na mtu aliyeathirika akafanya kosa, lakini unatwanga tu dhambi, kama ni zinaa, kama ni kuiba, kama ni kutapeli, kama ni kudanganya, unadanganya makusudi kwa sababu utatubu. Huo ni utani. Bwana atusaidie. Bwana atusaidie. Bwana atusaidie. Nasema Bwana atusaidie. Lakini watu hao pointi nyingine, hawana moyo wa toba kabisa, hawatamani kutengeneza. Hebu piga hesabu, kama wewe ni mchungaji kiongozi, una watu wako kanisani kwako na wana bifu. Unaelewa bifu? Nikisema bifu maana sijui kama una lugha nyingine inayoeleweka kirahisi. Bifu yaani una watu kanisani, wewe ndio mchungaji kiongozi, hivi utawafanyaje? Alafu sasa huyu anachukua marafiki zake hawa, anawaambukiza sumu zake, huyu anachukua. Kanisa limekaa upande, kuna watu wamekaa kule, watu wa fulani. Nataka nikwambie rafiki, usirisi maadui wa mtu. Rafiki yako akikuletea habari ya kurisi maadui, mkemee kama pepo katika jina la Yesu aliye hai. Kama hataki kutengeneza, wewe mwache akaa hivyo hivyo, maana Bwana anasema asupazae shingo yake atavunjika na asipote dawa. Neno la Bwana linasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa.
bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema.